Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ameweza kutupa neema tena na kibali cha kuweza kuifikia siku hii ya leo. Na katika jioni ya leo imempendeza Mungu tuweze kujifunza neno lake tena kwa ajili ya utukufu wake. Na kichwa chetu cha somo cha siku ya leo kinasema jitabilie kwa jina la Bwana nalo litakuwa. Jitabilie kwa jina la Bwana nalo litakuwa. Mstari utakao tuongoza unatoka katika kile kitabu cha Ezekieli sura 37 na mstari wa 4. Nalo linasema, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Asa haya yalikuwa ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu Ezekieli alichukuliwa nje na Roho wa Bwana akampeleka katika bonde lililokuwa limejaa mifupa mikavu. Na baada ya kufika pale, Ezekieli anasema kwamba mifupa ilikuwa ni mikavu sana. Sasa Ezekieli anaulizwa na Mungu ya kwamba, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuwa hai tena? Ezekieli akasema ya kwamba mimi sijui Bwana, ila wewe wajua. Kwa nini Ezekieli alijibu vile? Kwa sababu katika hali ya kibinadamu ni vigumu sana mfupa ambao umeshakauka na ni mkavu kabisa kurudi tena kuwa hai. Lakini ndio maana Ezekieli alipoulizwa akasema, mimi sijui Bwana, lakini wewe unajua. Sasa sisi kama wanadamu katika hali tunazoishi kila siku, kuna vitu vingi ambavyo vimekwisha kufa katika maisha yetu. Inaweza ikawa ni afya yako, kwamba mwanzoni ulikuwa na afya nzuri, lakini sasa hivi huna tena afya nzuri. Unapita katika hali ya magonjwa na madhaifu mengi kama hayo. Na inaweza pia ikawa ni biashara yako. Mwanzoni ulikuwa na biashara, unafanya vizuri, mtaji wako umekaa vizuri, mambo yanaenda vizuri, lakini sasa hivi kila kitu kimezizima. Hali imekuwa ni ngumu katika upande wako. Lakini pia inaweza ikawa ni katika issue ya familia. Kama mwanzoni ulikuwa na familia ambayo ina amani, ulikuwa na familia ambayo ina furaha, lakini sasa hivi familia imekuwa haieleweki. Inaweza ikawa ni ndoa. Mwanzoni mlianza mkiwa na furaha, mlianza mkiwa na amani, lakini leo amani haipo, furaha haipo tena. Hata ile raha ya kuendelea kuwa na mwenzi wako imeondoka kabisa. Mungu amekuletea neema na amekuletea tena tumaini katika jioni hii ya leo, ya kwamba una uwezo wa kutabiri juu ya kile kilichokuwa kimekufa kwenye maisha yako na kikarudi tena kuwa hai. Una uwezo wa kurudisha kile kilichokuwa kimepotea katika maisha yako kikarudi tena kuwa hai. Anaambiwa mtumishi wa Mungu Ezekieli ya kwamba iambie mifupa hii ya kuwa kwamba enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Na ukiendelea huku chini inaonyesha ya kwamba baada ya kutoa unabii ule, mtumishi wa Mungu Ezekieli anasema kwamba palitokea na mshindo mkuu na tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, kila mfupa na mfupa mwenzie. Kwamba baada ya Ezekieli kutamka, ile mifupa ikarudi kuwa hai tena, kila mfupa ukamsogelea mfupa mwenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu tunachokiona hapa kwa mtumishi wa Mungu Ezekieli, tunaona imani aliyokuwa nayo Ezekieli, kwa sababu hata kama Mungu amemwambia ya kwamba tamka juu ya mifupa hiyo mikavu na inaweza kuwa hai tena, Ezekieli kama asingeamini ya kwamba yale maneno Mungu aliyomwambia ni kweli na itakuwa, Ezekieli asingetamka juu ya ile mifupa. Lakini kwa sababu Ezekieli alikuwa na imani tayari, ile imani yake ikarejesha tena uzima juu ya ile mifupa. Sasa tumekuwa tuna vitu vingi ambavyo tunapitia, mambo mengi yamekufa katika maisha yetu, lakini mpaka leo hayajainuka. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hatujakuwa na imani ya kutabiri juu ya yale mambo. Tumesubiri watu wengine ndio watabiri katika maisha yetu. Umekaa miaka na miaka unasubiri mpaka ukutane na mtumishi fulani ili atamke neno juu ya biashara yako, ndipo biashara yako inuke tena. Umekuwa na afya ambayo si nzuri, umekuwa unapitia magonjwa, sasa umesubiri mpaka ainuke mtumishi fulani ndio atamke. Lakini kumbe neno la Mungu linakwambia kwamba wewe pia ni nabii ambaye una uwezo wa kutabiri juu ya maisha yako. Si mpaka umsubiri mtu fulani ndipo atamke, kwa sababu si kwamba unayemsubiri tu ndiye aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, bali sisi wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Jinsi alivyo Mungu ndivyo tulivyo. Sio tu mtumishi fulani jinsi alivyo ndivyo Mungu alivyo, lakini hata na wewe pia umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa una uwezo wa kutabiri kitu juu ya maisha yako na kikawa.
Hasa anaposema ya kwamba anaposema kwamba iambie enyi mifupa mikavu sikieni neno la Bwana. Hasa katika hiyo hali unayoipitia leo, katika huo ukame unaopitia wewe leo, inaweza ikawa ni biashara yako, afya, hali yako ya kiroho. Mwanzoni ulikuwa una uwezo wa kuomba, mwanzoni ulikuwa una uwezo wa kusoma neno, lakini leo huwezi tena, lakini leo unajaribu hata kujilazimisha kufanya, lakini inashindikana. Tabiri juu ya hiyo hali, iambie kwa neno la Bwana. Hasa shida yetu imekuwa ni moja. Badala ya kutumia neno la Bwana tumekuwa tukitumia maneno yetu. Badala ya kutumia neno la Bwana tumekuwa tukitumia maneno ya watu wengine. Anamwambia Ezekieli, Mungu anamwambia Ezekieli ya kwamba iambie hiyo mifupa kwamba mikavu lisikieni neno la Bwana. Sasa ili Mungu aweze kushughulika na hiyo hali unayoipitia leo, ili Mungu ashughulike na hayo yaliyokufa katika maisha yako, ni lazima ulitumie neno la Bwana. Mungu hajibu kile unacholilia, Mungu hayajibu hayo machozi, Mungu hajibu hayo malalamiko yako, lakini Mungu anachokiangalia ni kile alichokisema katika hali unayoipitia. Inaweza ikawa ni afya yako ndio eneo ambayo ina changamoto. Sasa unakuja kupita, unarudi tena katika neno la Mungu kuangalia kwamba juu ya afya yangu neno la Mungu linasemaje. Kama Mungu amesema ya kwamba atarejesha afya yangu na kunirudishia tena uzima wangu, unalitumia hilo neno la Mungu katika kuiambia hiyo hali unayoipitia leo. Inaweza ikawa ni uchumi wako umeyumba, inaweza ikawa ni familia yako ina changamoto, inaweza ikawa ni afya yako ina changamoto, inaweza ikawa ni kupungukiwa kwa hekima. Unarudi tena katika neno la Mungu kwamba juu ya hekima Mungu amesemaje? Amesema kama mtu akwenda kipungukiwa na hekima na arudi kwa Mungu aombe dua, kwa yeye awapaye wote kwa moyo wa ukarimu wala akemei, naye atapewa. Kwa unamwambia Mungu ya kwamba ulisema katika neno lako ya kwamba mtu akwenda kipungukiwa na hekima na arudi kwako aombe dua, naye atapokea tena hiyo hekima. Unamkumbusha Mungu ni kipi aliwahi kusema katika neno lake. Usitumie maneno yako kumwambia Mungu, lakini tumia kumkumbusha. Anasema kwamba hivi, njoo tuhojiane, eleza mambo yako uweze kupewa haki yako. Mwambie Mungu, uliniambia katika neno lako ya kwamba kama nikipungukiwa na hekima nikirudi kwako utanipa. Sasa hekima imepungua ndani yangu, hekima imekufa ndani yangu, nahitaji nirejeshewe tena. Mungu anakuja kuangalia kwenye mafaili yake ya kwamba je, ni kweli nilitamka hiki kitu? Na akikuta ni kweli alitamka, anakufanyia sawasawa na jinsi ulivyolisema, kwa sababu haangalii wingi wa machozi wala haangalii wingi wa maneno yako, lakini anakiangalia kile alichokisema juu ya neno lake. Kwa hiyo tabiri juu ya maisha yako nayo itakuwa. Wanadamu wametutabiria mambo mengi sana. Wanadamu wametutabiria kushindwa. Mwingine unaenda kufanya mtihani, mtu anakuambia kwamba huu mtihani ukitoboa labda usiwe ni wewe ulifanya huu mtihani, lakini wewe unaamini ya kwamba mimi Mungu ndiye aliyenipa nafasi ya kujiunga na shule hii, Mungu ndiye aliyenipa nafasi ya kuingia katika masomo haya, Mungu ndiye amenipa nafasi ya kujiunga na chuo hiki. Hasa kwa nini wewe unanitamkia hivi? Rudi katika neno la Mungu. Mungu anasemaje juu ya masomo yako? Na anasema kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo alitufundisha yeye. Kwa hiyo kama Yesu aliwahi kusema kitu juu ya maisha yetu, rudi tena mbele za Mungu, mwambie Mungu ulisema hiki, na Mungu atakiangalia kwa sababu analiangalia neno lake. Kwa hiyo na uhakika ya kwamba utakapomkumbusha Mungu atafanya. Kwa hiyo acha kubeba yale mambo ambayo watu wamekutamkia mabaya. Acha kubeba yale mambo ambayo watu wamekutamkia ambayo yanasababisha wewe kuweza usifike katika nafasi yako ambayo Mungu amekuandalia. Lakini kila siku unapoamka asubuhi, jiambie mimi ni mshindi. Jiambie mimi ninaweza. Tamka kile kitu ambacho unakiona ndani yako, lakini sio kile kitu ambacho unakiona nje, kwa sababu nje yako inaweza ikawa imejaa na kukatisha tamaa. Nje yako inaweza ikawa imejaa na kukuvunja moyo, lakini ndani yako inasema nini? Ndani yako unaweza kuona jiona ni rais wa nchi, lakini nje yako inakuonyesha ni mwokota makopo. Ndani yako inaweza ikawa inakuonyesha wewe ni CEO wa kampuni, lakini nje yako inakuonyesha wewe ni maskini kabisa. Ndani yako inaweza ikawa inakuonyesha wewe ni mtumishi mkubwa wa Mungu, lakini nje yako inakuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye ni muimba muziki, ni mtu ambaye
uko nje na uso wa Mungu, jifunze kuitazama ndani, kwa sababu Biblia inasema kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo na tunajua kabisa kwamba kile kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Kwa hiyo kama nje yako kinatoka kwamba wewe ni kushindwa, tunaamini ya kwamba ndani yako ndivyo unavyojiona. Kwa hiyo anza kutabiri juu ya maisha yako kama mimi ninaweza. Usichukue maneno watu wanayokutamkia ukabeba jinsi yalivyo. Lakini wakati unaposema umeshindwa, wewe jiambie ninaweza. Wakati ambapo wanasema kwamba hautafika popote, wewe waambie kwamba nitafika. Kwa sababu hicho unachokisema wewe ndio kinayo nguvu ya kukufikisha pale ambapo unatakiwa uweze kufika. Na kitu kingine cha kukuongezea ni kwamba usipunguze imani yako katika kuendelea kumwamini Mungu. Usije ukamkatia Mungu tamaa ukaacha kumwamini. Lakini pia usije ukajikatia na wewe tamaa ya kuendelea kuamini kile Mungu alichokuambia. Kwa sababu unapokata tamaa wewe leo, unajichelewesha kufika katika kesho yako. Unapokata tamaa wewe leo, unajichelewesha kukutana na watu ambao Mungu alikusudia uweze kukutana nao. Unapokata tamaa wewe leo, unajichelewesha kufika katika kesho yako. Ukisoma maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Luka 17 na mstari wa 6, neno la Mungu linasema, Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Kwa hiyo imani ni funguo pia mojawapo itakayokusaidia wewe kuweza kupata matokeo katika kile unachotabiri. Usiishie tu kulitamka neno la Mungu katika ile hali unayoipitia, lakini litamke neno la Mungu iambatanishe na imani yako. Litamke neno la Mungu iambatanishe na kiwango chako cha imani, kwamba kumwonyesha Mungu kwa namna gani ambavyo unamwamini. Kumwonyesha Mungu kwa namna gani ambavyo unaamini ya kwamba ahadi yake aliyosema juu yako ni kweli. Ya kwamba ile hali inayokusumbua umelitumia neno la Bwana na ukaamini ya kwamba Mungu atafanya. Mwambie Mungu, ninakuamini. Hata kama mazingira yananizuia kuendelea kukuamini, lakini ninakuamini. Hata kama ninapitia katika changamoto ambazo wakati mwingine zinanifanya nisione kama upo, lakini mwambie Mungu, ninakuamini kwa sababu ahadi zako ni za kweli. Mwambie Mungu, ninatangua haya maneno ambayo nimetamkiwa kwa neno lako. Kwa neno lako. Wakina Petro wanasema kwamba Bwana, tumefanya kazi usiku kucha hatujapata kitu, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu. Kwa nini walishusha nyavu? Waliamini ya kwamba kama jana tulienda tukiwa peke yetu, lakini leo tumeenda tukiwa na Bwana mkubwa. Tunaamini ya kwamba katika siku ya leo haitafanana na jana. Kwa nini? Kwa sababu leo tumetembea tukiwa na mtu wa tofauti. Tumetembea tukiwa na Yesu Kristo. Kwa tunaamini, tuna imani ya kwamba huku tunapokwenda tutapata samaki wengi. Na kweli imani yao ikafanya kazi. Baada ya kuingia katika chombo kile, walipata samaki mpaka wakaanza kuwaita na wenzao ambao walikuwa pembeni yao. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba unapotamka na kutabiri juu ya maisha yako, tabiri, litumie neno la Mungu kutabiri, kwa sababu Mungu analiangalia hilo neno lake, lakini pia ambatanisha na imani ili hiyo imani ilete matokeo katika maisha yako. Usiangalie watu wanasema nini, usiangalie watu wanatabiri nini juu ya kesho yako. Kama wanatamka kushindwa, wewe sema ninaweza. Kama wanatamka utafika popote, wewe sema nitafika. Inaweza ikawa ni katika kazi zako, inaweza ikawa ni huduma yako. Leo unaonekana unafanya kitu ni kidogo, lakini mbele za Mungu, Mungu anausamini sana huo mwanzo wako. Mungu anasamini sana kile kitu alichokiweka ndani yako. Wakati wengine wanasema utafika popote, wewe simama kwa ujasiri, simama kwa nguvu kusema ya kwamba nina imani nitafika. Nina imani Mungu atanifikisha pale ambapo amekusudia. Kitumie kinywa chako katika kutamka baraka. Kitumie kinywa chako kubariki pia na wengine, kwa sababu uzima na mauti vipo ndani ya uwezo wa ulimi wako. Kile unachokitamka ndicho kitakachokuwa. Ukitamka kufanikiwa ndivyo utakavyofanikiwa. Ukisema mimi ninaweza kutumia kinywa chako, uwe na imani ya kwamba utaweza. Kwa sababu gani? Unapotamka leo maneno ni mbegu ambayo inaweza sionyeshe matokeo leo, lakini kana matokeo kesho. Kwa unaweza ukasema kwamba mimi nitashindwa, uwe na hakika ya kwamba miaka mingine ijayo utakuja kushindwa. Hata kama utashindwa leo, lakini kesho utashindwa. Unapotamka kushinda, ina maana kwamba unajitamkia mema na unapanda mbegu juu ya hatima yako, na hiyo mbegu itamea. Unavyoendelea ndivyo itakavyozidi kuongezeka zaidi na zaidi, na mwisho wa siku itakuja italeta mmea ambao itakuwa ni mafanikio yako. Kwa jifunze kujitamkia maneno positive, jifunze kujitabiria. Hata kama mazingira yanakataa, wewe jiambie mimi ni mshindi.
Hata kama watu wanakukatalia, jiambie mimi ni mshindi, kwa sababu kupitia kutabiri kwako leo unaweza ukaitengeneza hatima yako na unaweza ukaiharibu hatima yako. Kwa hiyo jitengenezee hatima yako ya kesho kwa kujitamkia mambo ambayo ni positive. Jitengenezee hatima yako ya kesho kwa kuendelea kumwamini Mungu. Jitengenezee hatima yako ya kesho kwa kuendelea kujitamkia mambo mazuri na kulitumia neno la Mungu katika kujitamkia neno mazuri, kwa sababu neno la Mungu limesema ya kwamba neno la Mungu limesema kwamba enyi mifupa mikavu lisikie neno la Bwana. Na baadaye ile mifupa ilisikia, na baada ya kushikia ikarudi tena katika uhai. Kwa hiyo tabiri kwa kulitumia neno la Mungu, lakini pia liambatanishe na imani, nacho kila kilichokufa katika maisha yako Mungu atakirejesha. Biblia inasema ya kwamba yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Kwa unapoamini yote yanawezekana, usipoamini yote yanashindikana. Kwa hiyo chagua kuamini ili yote yawezekane, na chagua kulitumia neno la Mungu ili liweze kurudisha yale yote yaliyoweza kupotea na kuibiwa katika maisha yako. Na Mungu ni mwaminifu ambaye hata kuacha uaibike, hata kuacha ushindwe, na yeye kama hawezi kukubali neno lake lishindwe. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, endelea kulitumia neno la Mungu katika kurejesha yale yaliyopotea katika maisha yako, lakini pia endelea kumwamini Mungu na kumpa nafasi ndani ya moyo wako, naye atafanya. Muamini na usimkatie tamaa, usijikatie tamaa. Yote yanawezekana kwake aaminie. Mungu akutunze na kukulinda na kutakia jioni njema, nzuri na yenye baraka. Neema na mkono wa Mungu apate kuwa juu yako. Amen.